Amwambia Sifuna watu Western wampe support 2032 anaachia watu. Hakuna mtu atakataa. Naomba. Ukiacha Kalonzo, Ruto atachukua Kalonzo na utamuona Nyanza tena. Because anajua Wakamba wako na numbers. Na anataka tu mahali anachukua moja na endelee. Na Ruto anaweza rudi tena mpaka mlima. Unasema tu uongo. Ruto anaweza rudi tena mpaka mlima. Achukue Ndindi Nyoro. Amwambie watu wa mlima wampe huyo kijana afanye naye 5 years, alafu 2032 amwachia watu. Unanipata hapo ba? Sasa sisi tupende tusipende, siasa pia uwezi trust mtu 100%. Sisi wangu lazima ndiye tukue ndani bezo, ndiye tukue kwa position poa. Lazima tuweke Sifuna na Kalonzo moja akwe flag bearer na moja akwe DPUT, so that Ruto hawezi penya katikati yetu kuchukua mtu mmoja. And let me tell you, Songa, hizo sababu zote tunazijua, and we need to change the kind of leadership of this country. Hizo sababu zote unasema tumezifanya, and hata wewe mwenyewe umesema if Sifuna ataachwa nje, not only Sifuna. See, unajua, I want to remind you, Songa, the people of Western and Mountain, they are the one who normally determine who will be the next president, if you want me to go that way. And that's why Raila was enjoying the mercy. Benzo, wacha story mingi utupe. Hata sasa nimekuuliza, tukiacha mambo ya Sifuna, sasa hii wewe unataka ikue aje? President itakuwa kati ya Sifuna na Kalonzo. Thank you. Sasa now unauliza swali poa, Songa. You have also to listen to our thinking and to approach to this thing. So just proceed. The president that inaweza toa Ruto sahi kwa power, as in the march, if Sifuna is at the top flag bearer, deputized by Kalonzo, na wakina Rigathi waamue kumsupport, and wakina Matiang'i, because wewe unajua unanipea analysis whereby it's like everybody yako so greedy here, lazima akue kwa ile debe, because mimi niliwaambia depending the kind of person tutaweka kule mbele, ile united ticket matters a lot. It's not just anybody there, because kuna some commands of what right now Sifuna is commanding, courtesy of the new kind of thinking and the revolution and how things have changed in the political arena. Don't ignore that. Putting Kalonzo there, starting from Benso hapa hivi, maybe it's all about at least doing compromising in nini. I'll not vote for Kalonzo if at all I want transformation. But if I just want status quo, I'll then vote the way you are telling me. But because in my heart, I want the Gen Z spokesman tomorrow to smile for a better Kenya, we have to put, it's a must, we put Sifuna ahead, deputized by Kalonzo. It is a deal done. And you talked about Mulima. Mulima wanajua kisha kutoka wanakutokanga. Taking back hata achukue Ndindi Nyoro, sijui as deputy ndio arudi mara ya pili, Ruto will not get votes. And that's why even right now Ruto is not concentrating in Mountain. Ameweka kule Western Farouk, amekaa Mbuku atoki, because he knows those are the votes zilikuwa zinapitisha Raila. Raila alikuanga sure akishika Western aweke Wajaluo, aongeze za Wakamba, ashapita, and you've seen that. So listen to what you guys we are telling you. Without minus sasa hii nimesikia wengine wakisema wachukue hata Matiang'i alafu na Kalonzo, leaving Sifuna atakuwa corrupt immediately na huyo na Ruto vile umesema. I agree with you. In fact, Ruto is waiting mumekio silly mistakes because he knows Western minus it hesabu imeenda. Na hata mnaweza kosa mkiweka sasa, umesema mkiweka sasa hiyo yenye umesema hiyo ticket umesema ati mmeweka Sifuna debut, atachukua debut pia Western, you get. Na aseme huko usiona hata Sifuna alinyimwa, hataki kupewa the big seat,
Nisaidieni, mimi ndio niko kwa instrument of power. Nikiingia Waluya, in fact Ruto atakuja na propaganda aseme Waluya nyinyi watu wanapenda kuwatumia, hata mumenyimwa kule kupewa flag bearer, na nyinyi vile mko wengi. Wadai Ruto atachukua 60, he only needs 60% from Western. Huku kwingine ataenda kutumia kifua na anachaza. Benzo tujakataa, Benzo kitu jue. Benzo, mark my word. Ruto mimi ni mtu wa one term damu. Ruto akichukua Kalonzo kama deputy, Kalonzo akitoka sahi akichukuliwa kama deputy, Ruto two term. Ruto akichukua Sifuna kama deputy, Ruto two term. Nimesema bili. Sasa wewe unajua wewe my brother, sijui unafanya je hesabu. Listen to us also, songa. Assume vile tunasema hivyo Ruto achukue Kalonzo deputy. And then wakina Sifuna huko wajipange na watu wa mlima hivi. My brother, sasa Ruto atapitia wapi? Sasa nikuulize swali. You cannot underestimate the power of watu wa mlima na Waluya. Sijakata. Sasa Sifuna atapitia wapi? Ati ameenda Ruto ameenda ameshikana na nani? Well, that is a topic of today in the evening or today at night, now that tuko asubuhi. Yes, kuna master source. Yes, thank you Sifuna updates and good evening to you. Nasalimia Queen Shali, pokea salamu. African girl, pokea salamu. Enda tu straight to the point. Salamu. Yeah, pokea salamu. Enda to the point. Spokesperson, pokea salamu. Thank you bro. Benzo, pokea salamu. Kennedy Songa, pokea salamu. Julie, pokea salamu. I hope I will not necessarily take a lot of time. I also request that kila mtu anakuwa na njia yake ya kuongea, especially public expression. So just allow me to take an approach I'm taking. I like greeting you people. So kitu nataka kuongelelea, naona vile tuko hapa wengi wetu ni supporters wa Sifuna, tunasema sisi ndio Sifuna. Na kuna kitu nataka kusema kwamba it is true that everybody in their heart, lazima kuna mtu mwenye wanataka achukue ile tikiti ya kuwania presidency. Na sisi venye tuko hapa, we are just a fraction of Kenyans wherever they are. Because of diversity, vile Mungu alituumba tofauti, sote hatuwezi taka kitu moja. Na nikiingililia sana kwa ile point songa alikuwa analeta kwa siasa, kuna kwanga na kitu inaitwa strategy normally wins big if you take away just emotions and wishes. So songa is bringing something yenye tunaita political reality, while we also have something that we need to take care of, ambayo inaitwa ile kitu iko kwa roho ya watu, kwa roho ya wafuasi. Sasa sisi kama tuko hapa, kama wenye wako kwa movement ya Linda Mwananchi, tukiangalia Sifuna kama yule ambaye anaweza kuwa kiongozi wetu, inafaa tuangalie roho yetu inataka nini. Na tukiwa careless, tukijaribu kuforce mtu na vile tunataka, ama ikiwa sisi tushaelewa reality and we have come to terms with that reality, na tukasema uacha tu tuende na reality, then haifai tulazimishe wenye bado roho yao imekwama kwa kiongozi mwenye wanataka, tuwalazimishe kwa kifua. Kitu ya maana tu ni kuelezeana polepole ili tuweze kukuwa na msimamo moja kama watu. Pasipokuwa na kuelezeana, then tunaweza ongea kuhusu a specific strategy yenye sisi wenyewe tunaweza tumia ndio tufike kuelewana kwamba ni huyu tunataka. Songa akiongea kuhusu political reality ni kwamba ni kweli tunataka change, a radical change that will make us feel that wale wanasiasa wenye wamekwanga kwa uongozi miaka zote hawarudi kufanya tu yale mistake yenye wamekuwa wakifanya. Lakini kwa sahi bado hatujafikia ile real transition
ili tuweze kuconfirm kwamba enyewe hiyo change, radical change inaweza happen. Bado tuko na hawa wenye wanaitwa tribal kingpins ambao wanakaa kama madoadoa kwa ile azimio ya Gen Z and those who yearn for new system of governance. So inafaa kwamba we are supposed to I suggest that the strategy that we need to use, because me personally as I'm speaking, I believe that Sifuna should be the flag bearer. However, as much as he's going to be the flag bearer, he may not necessarily clinch the seat if we totally let out people like Kalonzo and Gachagua. So we must work together, I believe. Different from the strategy that, for example, Caleb Amisi anasema kwamba waende peke yao. Then, tukishafika hapo, I think sisi kama team, I'm suggesting that we need to come up with a way of hyping Sifuna to make him confirm that indeed Mbogi yake wako ready na ni watu kiasi fulani. Vile amekuwa akituambia, lazima ajaribu aone kwamba Mbogi yake ni watu wangapi. I'm suggesting that we prepare to have what we call a political concert yenye sisi Gen Z vile tulitoka kuenda parliament tukisema reject finance bill. We organize ourselves and one day we just get out there, tuseme tu tunaenda Kasarani, tunaenda Uhuru Park, tunaenda Nyayo Stadium, we make it official. And we go, we make a declaration. We don't invite any of those leaders in Linda Mwananchi. Inakuwa ni Gen Z organized, Gen Z led decision that tunaenda pale na tunatangaza officially. We make sure that the vocal people in this movement, the vocal people who are just like the normal Mwananchi in this movement, watu wanaamka wanasema sisi kiongozi mwenye tunataka ni Sifuna. Kila mtu tukisema Kennedy Songa akishika mic tunataka Sifuna, na ni Gen Z Badi akishika tunataka Sifuna, Abizwena akishika tunataka Sifuna, Gen Z spokesperson akishika tunataka Sifuna. Yani ikuwe ni kitu yenye sisi wenyewe tumeorganize. I know we can plan ourselves, maybe from now in the next 2 months we can do that. That is one of the strategies of making sure that wakati Gachagua anatembea akishika masikio kusema anasikiza ground, we become part of the ground that Gachagua is listening to, so that when he gets back to the boardroom anaangalia anasema enyewe hawa watu wameamua wanataka Sifuna. Ndio tupe Sifuna nguvu, akienda kwa boardroom anajua enyewe ni wananchi wameamua wanataka Sifuna. That is one of the ways of making these people, including Kalonzo, know that if we don't give Sifuna this thing, then these young people may turn against us. That is one of the strategies I'm really suggesting. We need to do that. But political reality, I know that chances are only high that Kalonzo and Sifuna ndio wanaenda kukua kwa debe. And vile Songa amesema, I really agree with him that hii kitu ni Kalonzo anaenda kupewa na Sifuna afuate. And I can tell you for a fact, if Sifuna is given an opportunity to stand as a deputy, hata kata 100%. But that is not my wish. Mimi nataka yeye akue. We check that master. And that one itakuwa total pass for Nini. Easier pass for Ruto. You and I to limited because that is true. Hapo nimekubaliana na wewe. Yes, hapo nimekubaliana na wewe. That's what many people are saying now. Now you know nakwambia giving Saliwe for Ruto. Sikiza. Nimekubaliana na wewe kwa sababu that decision, for example, the decision of Sifuna to work with the united opposition, or the decision of Sifuna to have someone ahead of him, it will create what we call voter apathy. So I'm even advising people like Songa and myself that when you see
people like Benzo speak the way they are speaking, remember those are people to guard na kushika kama mayai, because those are the kind of people who will sit at home that they are not going to vote because Sifuna hajapewa ticket. And there is nothing I can do about that. Master, you are very right. And to connect influence, Yes. by the way. Yes, We will they say- have a lot of have a lot of influence. You know, Songa is trying to be very limited and skewed in a way. But Songa, what the majority are saying. Even the power Skiza. wamekuwa kitusumbua kwa So, Skiza. wametuambia Sifuna akiwa mbele, vote for him, but not Kalonzo. So Skiza, unaona Sifuna nani Kennedy Songa. Mimi like the only difference between me and Benzo is that mimi nilishafika ile level ya kukubali reality that when it happens that it is Ruto against Kalonzo or it is Ruto against these people who have been in politics for the longest time, then I will vote for these people and not Ruto. Mimi nilishafika hiyo level, but hawa wenye hawajafika hiyo level, including for example, unaona Caleb Amisi amekataa kabisa na hajafika level ya kukubali kwamba working with people like Gachagua is an option. It's an option. And I believe, let me land. And I believe, I believe that, Skiza, I believe that Caleb Amisi is perfectly right. But the only role that the people like Sifuna and Babu Owino need to play is to sit people like Caleb Amisi down, explain to them that we are starting a journey. For example, you expect mtoto akigrow akule nyama, akule githeri, lakini kwa ile period yenye bado anamea meno anaanza na kuuma vitu zenye zinaweza ingia pole pole. And you as a person, for example, mtu kama Sifuna mwenye atakuwa mbele pale anaweza confirm kwamba he will have specific principles that he will not he will protect the interest of people like Caleb Amisi who really need the radical change. He tried to prove to him by word, by action, and in patience, so that at the end of the day, if we go to the ballot, people like Caleb Amisi wanameza hiyo na wanakubali tu wenyewe, wacha tupige tu kura hivi, na wakiingia pale they make sure pole pole they start to practice things that will make sure that the real revolution that we want, we can achieve it. For example, stopping corruption. So thank you, Master Sauce. So let me land like this. So the suggestion that I came up with to bridge the gap between the thinking of Benzo and Kennedy and Songa, we need to come up with that movement to go and pronounce Sifuna as the only person we want. Vile tuliona siku moja kwa ile concert watu walikuwa wana-endorse Okiya Mtata kukubali kwamba yeye pekee ndiye anaweza kubaliwa kukuwa moja wetu na aongeta tumsikize. That one will really help us a big deal. And also, I know Sifuna said that we are going to start a political organization of Linda Wananchi to form structures. At this point, we should be able to prepare and start identifying leaders in our areas where we live to prepare to have that structures. We need to have a polling station chairperson. We need to have a ward chairperson, a ward secretary. Tujipange sisi wenyewe, tusingoje ati Sifuna atatuambia ati wewe ndio utakuwa kiongozi wa pale. Vile Gen Z spokesperson alichukua jina hivyo, kila mtu mahali yako, tuanze kuungana na kuanza kukua na hizi structures peke yetu, so that at the end of the day, when the bigger Linda Wananchi team decides that they are now giving a room for these structures to be formed, wanapata kama wananchi wako ready, we are able to point out yule ndio kiongozi wetu. Hawatakata, they want us to be organized. So let us start doing that in whichever place you are, whether you are in Busia, whether you are in Siaya, whether in Nairobi. It is good that we start organizing ourselves as such. If possible, you also form WhatsApp groups. For example, for a particular ward, you form a WhatsApp group, mnachagua leadership yenyu, and you continue being vocal. You start even having your physical gatherings. Yali campaign zenyu tu yenye ina replicate whatever the Linda Wananchi bigger team is doing nationwide. That one will help us a big deal. I want to land there. Maybe if I'll be able to contribute later.
Thank you. Siasa. Siasa kama uko prepared, kaa tu kwenye kupiga kura. Hey, anyway, hii vitu tunaongea pia inafaa mfanye mingi sana huko ground. Kule ground inafaa sana. Sababu hapa najua the same faces ndo naonanga na umone ndo bado zimekuwa consistent, bado zimekuja hapa hivi. So umeona, zingine hata zishalala kitambo wageni, lakini wengine wenye tuko consistent bado tuko hapa. So we have to do this pale kwa ground sana. Because naona watu wanataka tu Sifuna akwe pale juu kwa ngazi. Tio kiweka pale mtu mwingine mtu atatoka kuvote. Na ni hivyo tu ndo atafanya. So we have to talk to them sana. Wakenya hamlali. Kiseri aongee. Sara. Wakenya hamlali. Halo. Welala. Tamu ni ngapi? Tamu ni moja hawa kitanda. Kabisa. Mimi nataka kusema hivi. Sisi kama vijana yani tumechoka. Na ili kuonyesha kweli tumechoka, hebu hizi vitu tunasema hapa ziingie ground. Mimi kama mimi nafanya zangu. Sitaki nijipendekeze hapa online na ukikuja hata kwa ile yangu sijitambulishi kama Sifuna. Alafu tena hiyo contribution ya Master Source mimi naona iko sawa. Alafu kuna kitu tunafanya vibaya hapa, lazima tuelimishane pia. Unajua Sifuna is a national figure. Sifuna is not a tribal figure. Hata sijaisikia Sifuna akiongea kuhusu tribe yake. So tujaribu venye tunaweza, anytime we contribute, we avoid mentioning the tribe because we need all these tribes. Youth tukiingia ile maandamano ya finance bill, youths waliingia tribeless and they were leaderless, they were partyless. So tunataka tu support huyu jamaa wetu, tunamtaka. Na mimi naye kusema ukweli, au wazee wenye wanataka kuingia kwa kambi ya sijui Sifuna ati sijui Kalonzo Matiang'i, no, we don't need those people. Hao watu wataleta tena hii government yoze. Hao watu wamekuwa na ukora mingi. Mimi naona Sifuna aform tu group yake, yani yake tu. Bwana wewe unasema nini? Bwana si ulikuwa unaongana nilenyamaza. Let me contribute. What's wrong with you? Songa. It's good to learn how to listen to other people and understand. When you are talking, everybody was quiet. So, are you trying to say that? Wateni Caleb Amisi, Sifuna aenda simame peke yake kama atamaneji. Ndugu yangu. No, Songa. We understand this politics, bro. We understand it. You know, we cannot just think that maybe we know it all. I don't think I can be challenged. Let this guy contribute. Bro, continue. Kama mmefanya ameanguka ba. Also, you call it a day, we come to Benzo, kitu tufanye. Hata kama tunachukia wengine Benzo. Hakuna mtu remove Ruto 2027 Benzo kidogo. Lazima tupate support ya Wamnyoro na support ya Kalonzo. Lakini hiki Caleb Amisi, unajua nyinyi pia naona watu wa Caleb Amisi wa Benzo kidogo tu. Naona watu wa Caleb Amisi pia wakapa vile Caleb Amisi anakuja na mwambia watu ati there is no need kuenda kwa collab na wale wengine. Ndugu yangu tutaanguka asubuhi, hata hakuna mtu atapata kura 3,000,000. Hata 3 ni mingi. Wewe uko na kitu kwa manage kitu kama wewe and Caleb is speaking on behalf of Linda Mwananchi. Wewe kama ujui because kuna watu kule we need everybody, yes. Lazima you hype your side ili that wakati unaenda pale pia watu wa kuheshimu wajue yenyewe hii ndio stand yenu. Hawaja hasa tukikutana kule ndio watupe the reasonable reasons why they think it is them. Na sisi tuwapee pia.
Ukisikiza Caleb Hamisi ni ukweli, lakini Caleb Hamisi alisema ati kama Sifuna anaenda mtu Sifuna afanye naye collab. Sifuna kama anakuwa deputy ama anakuwa president, Sifuna aende na nani anaitwaje huyu wa Mkisi, huyu Maraga. Ndugu yangu, kuna kika Mlima, hata hao watu wa Mlima unaangalia, anaweza toka asubuhi aenda pigia Maraga kura. Huyo utapea kurupu asiruta asubuhi basi. Why not? Maraga is a leader. Why not? Hiyo kitu unaangalia sasa hivi wa Kenya. Hapana. Songa mimi, songa. We want leadership. Haki for God's sake. Bwana leadership tunaenda kupata 2032. Tunapata leadership. No. Benzo saini kutoka Ruto 2032 ndio tutapata mweke bora mtu, hata mnaweka Matiangi, mnaweka Kashakwa, hakuna shida, tutakuwa tu hapa wote kwa hii Kenya. Hi guys, no problem. Yani huyu kijana mzuri huyu Sifuna ni mzuri, alafu upewe aende peke yake. Benzo ukisema aende peke yake haimaanishi aendi Sifuna Sifuna. There are people behind him. Wa Kenya wewe ukikuwa included, unless wewe ujitoe, unacheza na hao wa Kenya, wa ukabila watu. Kennedy songa, labda kitu ujambia Benzo ni moja. Benzo, naomba usikie hii kitu ambayo Kennedy, the reality yenye songa hajakwambia ni kwamba Kenya tunapiganga kura kulingana na ukabila, na kupiga kura kulingana na ukabila bado haijaisha. We are in the transition. We are yearning ifike level yenye tunaweza amka tupigie mtu yoyote, na kwa sababu hiyo kupiga kura kwa ukabila haijaisha, ndio maana bado lazima to make sure tumework na our tribal kingpin. I can tell you for a fact that Mali Kalonzo ako Wakamba watamfuata hata kama ni 70 ama 80%, and it is even now proven that Gachagua mwenye Wakikuyu wengine walitoa kwa kiti wakimwimpeach, sahi wengi wanamsikiza, wanamtambua, including Irungu Kang'ata mwenye anakuanga clean, mwenye Wakenya wanaweza penda, ame-endorse Gachagua. So hawa watu lazima tufanye kazi na wao. That is the reality. But now the question is, Master, for us to have a change, it starts with you. The way you start with Benson and say no, tunawaheshimu, but we've suffered because of A, B, C, D, because of this kind of politics. But now, if you keep on portraying that it is their way, Adila Sima, we go for them. Why can you right now tell them, oh, you guys, listen, come to us, we see, we teach you or we show you how leadership is being done. Because we've been following you, but it is not workable for us. Sasa Master, please, maybe there is no reality. You're telling me that Songa is telling me here, and Gen Z walikufa advocating for at least a country that serves the people. And nimewambia, you need to realize again, Master, we are in an era that people are well informed than before, 20 years back. Ndio maana nimesema ona Benzo, kama unasema tuko informed Benzo, kama unasema tuko informed, swali namba moja, Wakamba wote wako kwa Wiper, ukweli ama si ukweli? Kidogo tu Benzo, just give him time. Mimi na disagree na wewe wakati unanipeleka back kwa tribal cocoon. Ndiye nasema unijibu swali. Wakamba wako kwa chama ya Kalonzo ama wako chama less? Wakamba. I'll not just tell you ati Wakamba wako kwa chama ya Kalonzo wote ama wako kwa Wakamba. Because of what Wakamba 90% wako kwa chama ya Kalonzo. Wakikuyu 90% wako kwa chama ya kwa chama ya reality na ni songa. We agree with you, are not disputing that ukabila ijaisha. Yiko. But is it not what we are fighting, you and I, that hii kitu imetuumiza? And why I'm telling you in any change, the young people when Kalonzo was addressing them, they called him wakasema umeacha wapi Sifuna? Because they are saying there is a transition, a revolution of new kind of leadership. Walikuwa wapi hiyo wakati? Walikuwa wapi? Silikuwa Ukambani.
Ukambani. So Ukambani hiyo ni clip gani hiyo? Benzo, ndio maana nimekuadvise what we are going to do to make sure that what you want is achieved. Sisi tujitokeze kwa wengi wetu, tuende tuendorse Sifuna, waone Gen Z wameamua ni Sifuna. We can use all means we have to identify those Gen Z that were even seen as very vocal during the maandamano ya finance bill. When we have a good